Ndugu wananchi, habari za jioni. Leo tunauaga mwaka 2010 na kukaribisha mwaka 2011. Kama ilivyo ada, hatuna budi kumshukuru Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema kwa kutujalia uhai na kutuwezesha kuifikia siku hii ya leo. Wapo ndugu, jamaa na marafiki zetu wengi ambao hawakujaliwa bahati hii kwa kuwa wametangulia mbele ya haki. Tuzidi kuwaombea kwa Mwenyezi Mungu ili awape mapumziko mema. Amen. Ndugu wananchi, kwa namna ya kipekee kabisa, mimi binafsi namshukuru Mwenyezi Mungu kwa kunijalia uzima na kuniwezesha kuendelea kutumikia nchi yangu na ninyi wananchi wenzangu. Nawashukuru sana kwa kuendelea kuniunga mkono mimi na kuiunga mkono serikali yetu ninayoiongoza. Nimefanya hivyo mwaka huu tunaomaliza leo na tangu tuingie madarakani miaka 5 iliyopita. Imani na upendo mliotuonyesha vimetupa faraja na ari ya kuendelea kuwatumikia kwa bidii zaidi. Na waomba muendelee na moyo huo katika mwaka mpya tunaokaribisha usiku wa leo. Mimi nawaahidi kuendelea kutumia vipaji vyangu vyote nilivyojaliwa na Mwenyezi Mungu kuwatumikia wakati wote na kwa hali zozote zile kama nilivyofanya mwaka huu tunaomaliza leo na miaka ya nyuma. Ndugu wananchi, mwaka 2010 ulikuwa na shughuli nyingi. Ulikuwa na mafanikio mengi licha ya kuwepo changamoto mbalimbali zilizojitokeza. Kwa ajili hiyo tunaingia mwaka 2011 tukiwa na matumaini makubwa ya kufanya vizuri zaidi. Kwa upande wa hali ya usalama, nchi yetu hali ni nzuri. Mipaka iko salama na hakuna tishio lolote kutoka mahali popote au kutoka kwa watu wowote linalotutia mashaka. Uhalifu umeendelea kudhibitiwa na mafanikio yamekuwa yanapatikana. Taarifa za hivi karibuni za jeshi la polisi zinaonyesha kuwa matukio ya uhalifu yamepungua mwaka huu ukilinganisha na mwaka uliopita. Ndugu wananchi, ni jambo la kujivunia kwamba tumemaliza mchakato wa uchaguzi kwa amani na salama. Tulikuwa na siku 70 za kampeni, 1 ya kupiga kura na 6 za kusubiri matokeo bila ya kuwepo matukio ya uvunjifu wa amani yanayostahili kuzungumzwa. Sehemu zetu zote mbili za muungano kulikuwa salama na Zanzibar ndiko kulikuwa na utulivu mkubwa zaidi kuliko miaka ya nyuma. Hakika Tanzania tumeendelea kudumisha sifa yetu ya kuwa kisiwa cha amani na utulivu. Naomba sote tukipongeze, lakini tutoe pongezi maalum kwa vyombo vyetu vya ulinzi na usalama kwa kazi kubwa na nzuri walioifanya mwaka huu ya kuhakikisha kuwa nchi yetu na watu wake wako salama. Ni wananchi wa Tanzania wenzangu, mwaka huu tumeshuhudia demokrasia ilivyozidi kuota mizizi, ilivyozidi kukomaa, ilivyozidi kustawi na kuimarika. Tumefanya uchaguzi mkuu wa 4 chini ya mfumo wa vyama vingi kwa mafanikio makubwa. Sisi wenyewe ni mashahidi na dunia nzima ni mashahidi wa ukweli huo. Wakati tukitambua na kujipongeza kwa mafanikio haya, hatuna budi kujiwekea dhima ya kufanya mambo yetu vizuri zaidi katika chaguzi zijazo. Tufanye tathmini ya uchaguzi wetu uliopita vizuri ili tuimarishe na kudumisha yaliyo mazuri na kurekebisha yale ambayo yana mapungufu. Ndugu wananchi, uchaguzi wa mwaka huu ulikuwa na ushindani mkali na nguvu ya vyama vya upinzani imeongezeka. Hili ni jambo jema kwa utawala bora na jambo jema kwa uwajibikaji nchini, hasa wa serikali. Bila shaka bunge litachangamka kama tunavyotarajia sote iwe. Nimewakumbusha mawaziri wajibu wao wa kuwa makini na kutekeleza majukumu yao kwa ufanisi zaidi bungeni. Kwa upande wa chama tawala tumekumbushana kuwa hatuna budi kujipanga na kujijenga upya kwa kuzingatia mazingira mapya ya kisiasa yaliyojitokeza baada ya uchaguzi. Ndugu zangu wa Tanzania wenzangu, naomba kurudia kukumbusha kuwa uchaguzi ulishaisha Oktoba 31 mwaka huu na malumbano ya kampeni za uchaguzi yalimalizika wakati ule. Sasa ni wakati wa kuendelea kufanya shughuli zetu za kawaida za kujiletea maendeleo yetu wenyewe na ya nchi yetu. Kuendeleza malumbano, kuendelea kuishi kama vile kampeni za uchaguzi bado zinaendelea si sahihi hata kidogo.
Najua wapo baadhi ya wanasiasa, ipo vyama vya siasa ambao vimepanga mikakati ya kuendeleza malumbano ya uchaguzi na kutaka Watanzania waishi kama vile nchi ipo kwenye kampeni za uchaguzi. Wamepanga wakati wote kutafuta jambo, hata kama halipo walizue jambo, kama lipo walipindue jambo. Shabaha ni kuwachochea wananchi waichukie serikali. Wanapanga kuchochea migomo ya wanafunzi chuoni, wamepanga kuandaa maandamano ya wananchi ya mara kwa mara. Kwa wao ati hiyo ndio mikakati ya kujijenga kisiasa ili kujiandalia ushindi kwenye uchaguzi wa mwaka 2015. Mimi siamini hivyo. Na watanabaisha ndugu zangu myajue hayo, ili msipoteze muda wenu muhimu wa kujiendeleza na badala yake mkageuzwa kuwa mbuzi wa kafara kwa ajili ya kuendeleza maslahi ya kisiasa ya watu fulani. Kwa jinsi watu hawa walivyo wabinafsi na wasivyokuwa na huruma na wenzao, wako tayari hata kuchochea ghasia bila kujali madhara yatakayowakuta watu wengine wanaoshiriki katika ghasia hizo. Wanao hasa wanachokitaka ni ghasia hizo kutokea ili vyombo vya dola viingilie kati, ili wapate nafasi ya kuiambia jumuiya ya kimataifa ati serikali yetu ni katili. Na wasihi ndugu zangu, msiwasikilize wala kuwafuata wanasiasa hawa. Na waomba wakiwafuata wakumbusheni tu kwamba wao wana fursa nyingi za kusema watakavyo bungeni. Wanayo majukwaa mengine mengi ili waache kuwatumia kama wahanga wa maslahi yao ya kisiasa. Ndugu wananchi, tunaomaliza mwaka 2010 na kukaribisha mwaka 2011 tukiwa na serikali mpya yenye damu mpya nyingi na changa katika baraza la mawaziri. Nimejitahidi kuwapanga mawaziri hao kwa namna ambayo wanaweza kutumia vyema maarifa yao na uzoefu wao kulisukuma kwa kasi, ari na nguvu zaidi gurudumu la maendeleo ya nchi yetu. Nimeshakutana na kuzungumza nao wote kuhusu majukumu yao na wajibu wao. Nimewasisitizia matumaini yangu kwao ya kuwa wachapa kazi hodari, na nimewasisitizia kupiga vita rushwa, uzembe na ubabaishaji bila ya ajizi. Nimewataka wawe watu waaminifu na waadilifu, watakaochukia maovu na kuyapiga vita kwa nguvu zao zote katika maeneo yao ya kazi. Nimewataka wawe ni watu wenye moyo wa kuipenda nchi yetu na watu walio tayari kuitumikia kwa moyo na uwezo wao wote. Nataka wawe karibu na watu, wawasikilize na wawe wapesi kutatua shida zinazowakabili wananchi wetu. Aidha, nimewakumbusha kutambua kuwa ahadi kubwa ya CCM iliyochaguliwa na Watanzania ni ilani ya uchaguzi ya mwaka 2010. Hivyo hakikishe kuwa malengo ya ilani kuhusu maeneo yao ya uongozi wanayatambua vizuri na kuyapangia mipango thabiti ya utekelezaji na kufuatilia kwa dhati utekelezaji wake. Nafurahi kwamba mawaziri tayari wameanza kazi kwa kasi nzuri na wengine hata kwa kishindo. Naomba tuendelee kuwaunga mkono na kuwasaidia. Ndugu wananchi, miongoni mwa mambo ambayo nimesisitiza kwa mawaziri ni kuhakikisha kuwa wanasimamia vizuri ukusanyaji wa mapato ya serikali na nidhamu ya matumizi ya fedha na mali za umma. Tumekuwa tunapata mafanikio ya kutia moyo kwa upande wa ukusanyaji wa mapato. Ndugu zetu wa TRA wanastahili pongezi zetu kwa kazi nzuri waifanyayo. Pamoja na hayo, hatuna budi kuongeza mapato ya serikali maradufu. Lazima tuongeze juhudi zetu za kukusanya mapato, kwani mahitaji yanazidi kuongezeka wakati uwezo wa mapato hauongezeki kwa kasi hiyo hiyo. Ndugu wananchi, kwa upande wa nidhamu ya matumizi bado hatujapiga hatua ya kunifanya niseme kwamba moyo wangu umepoa, ingawaje kuna mafanikio yanayoendelea kupatikana. Niliwakumbusha mawaziri kuhusu kuwepo kwa kamati za matumizi za kusimamia matumizi ya fedha katika kila wizara, katika kila idara ya serikali na katika halmashauri za wilaya na miji, ambazo niliagiza ziundwe miaka 3 iliyopita kufuata taarifa ya mkaguzi na mdhibiti na mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali. Niliwakumbusha
kwa wakuu wa taasisi hizo ndio wanaongoza kamati hizo, na hivyo wao mawaziri ndio wanaoongoza kamati za wizara zao. Nimetaka kuhakikisha kuwa kamati hizo zinatekeleza ipasavyo majukumu yake ili rasilimali za taifa zifanye kazi iliyokusudiwa. Halikadhalika niliwataka wahakikishe kuwa kamati za idara na mashirika chini ya wizara zao zinafanya kazi kwa ukamilifu. Ndugu wananchi, kwa upande wa halmashauri za wilaya na miji, mwaka huu tuliendelea kuimarisha idara za uhasibu na ukaguzi wa ndani. Tutaendelea kuhakikisha kuwa kila halmashauri ina wahasibu na wakaguzi wa ndani wenye ujuzi na sifa zinazostahili kitaaluma, uaminifu na uadilifu. Siku za nyuma tulishafanya maamuzi ya kumfanya mhasibu mkuu wa serikali na accountant general kuwa na mamlaka ya kuangalia utendaji wa shughuli za fedha katika halmashauri za wilaya na miji kote nchini, kama alionayo kwa wizara na idara za serikali kuu. Mwaka huu tumeamua kuwaunganisha wakaguzi wote wa ndani wa wizara na idara za serikali chini ya uongozi mmoja. Kwa ajili hiyo tumeunda nafasi ya mkaguzi mkuu wa ndani, ambaye wakaguzi wote wa ndani wa wizara na idara za serikali watakuwa chini yake na kuwajibika kwake. Yeye atahusika na uteuzi wao na kuwapangia vituo. Sasa tumeamua pia kwa mkaguzi mkuu wa ndani huyo atakuwa pia na mamlaka kwa wakaguzi wa ndani wa halmashauri za wilaya na miji kama aliyokuwa nao kwa wale wa serikali kuu. Ni matumaini yangu kwamba hatua hii itasaidia kuimarisha uwajibikaji, itasaidia kuimarisha nidhamu na uaminifu katika matumizi ya fedha za umma katika halmashauri zetu. Ndugu wananchi, tunaomaliza mwaka 2010, hali ya uchumi wa nchi yetu ikiwa ni ya kuridhisha. Inaelekea athari za miaka mitatu iliyopita zilizosababishwa na misukosuko mbalimbali ya uchumi wa dunia sasa zinaanza kutoweka au kupungua sana. Tunatarajia kuwa mwaka huu uchumi utakuwa kwa 7% ukilinganisha na 6% ya mwaka 2009, na mwakani mwaka 2011 tunatarajia utakuwa kwa 7.2% kama mambo yatakwenda kama tunavyotarajia. Mfumuko wa bei nao umeshuka sana kutoka wastani wa 12.1% mwaka 2009 hadi 5.5% Novemba mwaka huu. Ni dhamira yetu na matarajio yetu kwa mfumuko wa bei utaendelea kuwa chini ya hapo. Na kwa sababu hiyo hatuna budi sasa, na ndio dhamira yetu, kuhakikisha kuwa hali ya upatikanaji wa chakula nchini inaendelea kuwa nzuri, kwa sababu bei za vyakula ndio zinazoingia sana katika kukuza mfumuko wa bei katika nchi. Ndugu wananchi, hali ya upatikanaji wa chakula nchini ilikuwa nzuri katika mwaka 2010, lakini hatuna hakika hali itakuwaje katika mwaka 2011. Tunazo sababu za kutia shaka kwa sababu hali ya mvua kutokuwa nzuri katika maeneo mengi hapa nchini. Maeneo yanayopata mvua za vuli, maeneo mengi katika mikoa ya Pwani, Tanga, Kilimanjaro, Arusha na Manyara, hali ya mvua kwa kweli ilikuwa mbaya. Mvua zimekuwa pungufu sana na wakulima wengi hawakudiriki hata kupanda mazao ya vuli. Kwa mikoa hii matumaini yetu sasa tunayaweka kwenye mvua za masika tu zinazotarajiwa kuanza kunyesha mwezi Machi. Sote tumombe Mola mvua zipatikane za kutosha ili atunusuru na tatizo la upungufu wa chakula. Ndugu wananchi, kwa upande wa mikoa ya kusini, nyanda za juu na mingineyo inayopata mvua moja kuanzia Novemba, mingine wakati mwingine inaanza Disemba, mvua zilichelewa sana kunyesha. Hivi sasa ndio zimeanza na zinaendelea vizuri. Tuzidi kumwomba Mwenyezi Mungu ziendelee kunyesha vizuri ili taifa liwe na uhakika ya akiba ya kutosha ya chakula ambayo huchangiwa kwa zaidi ya 85% na mikoa ya ukanda huu. Wataalamu wetu wa idara ya hali ya hewa wametutahadharisha kuwa hata maeneo ya mikoa hii nayo huenda yakapata mvua chini ya kiwango cha kawaida. Kwa
Kwa ajili hiyo niwaombe ndugu zangu wa mikoa ya Iringa, Ruvuma, Mbeya na Rukwa kuhakikisha kuwa wanazitumia vizuri mvua zinazonyesha sasa. Tukifanya hivyo, athari za upungufu wa mvua tunaweza kuzipunguza. Na kwa wananchi wengine wote kwa ujumla niwaombe tuwe waangalifu katika matumizi ya akiba yetu ya chakula tulionayo. Wahenga walisema tahadhari kabla ya hatari. Hatari inaonekana mbele yetu, tuzingatie maneno hayo ya hekima. Ndugu wananchi, mwaka 2010 tulifanya uamuzi wa kihistoria wa kuongeza akiba yetu ya chakula katika hifadhi ya taifa ya chakula ili ifikie tani 400,000 ifikapo mwaka 2015. Tumeanza kuchukua hatua. Tumeanza safari hiyo kwa dhati, kwa kuchukua hatua za dhati. Mwaka huu tumenunua tani 200,000 na kuzihifadhi tayari. Kwa sababu hiyo tulilazimika kuongeza fedha za kununulia chakula kutoka shilingi bilioni 18.2 tulizopanga mwanzoni tukafikia bilioni 60.26. Tutaendelea kukuza uwezo wetu huo mpaka tufikie lengo letu hilo la kuwa na hifadhi ya taifa ya tani 100,000. Ndugu wananchi, mwaka huu tumeongeza mbolea ya ruzuku na wakulima wengi zaidi wanapata mbolea hiyo. Tutaendelea kufanya hivyo katika miaka ijayo, na lengo letu ni kufikia wakulima wasiopungua 3.5 mpaka 4 ifikapo mwaka 2015. Aidha, tuendelea kufuatilia na kuyatafutia ufumbuzi matatizo ya upatikanaji na hasa usambazaji wa pembejeo kwa wakulima na wafugaji. Nasikitishwa sana na taarifa za vitendo vya wizi na udanganyifu vinavyofanya baadhi ya mawakala wa mbolea, mbegu na dawa za kilimo na mifugo wakishirikiana na baadhi ya watumishi wa umma wasiokuwa waaminifu katika ngazi mbalimbali. Nimewataka mawaziri husika na hasa wakuu wa mikoa na wakuu wa wilaya na vyombo vya dola, yaani polisi na TAKUKURU, kufuatilia mwenendo mzima wa usambazaji na upatikanaji wa mbolea, mbegu na dawa za ruzuku kwa wakulima na wafugaji. Wawatafute na kuwabaini wale wote wanaofanya vitendo viovu kinyume na taratibu zilizowekwa na kuwachukulia hatua za kisheria na kinidhamu zinazostahili. Watu hawa ni wahujumu wa uchumi. Watu hawa ni maadui wa wakulima, maadui wa wafugaji na ni maadui wa taifa letu hili. Hawastahili na wala wasionewe huruma hata chembe. Ndugu wananchi, pamoja na mikakati tuliyojiwekea ya kuboresha kilimo, tutaendelea kuwekeza na kuhamasisha uwekezaji katika sekta nyingine ambazo tunazitegemea zisaidie kukuza uchumi wa nchi yetu na kupunguza umaskini miongoni mwa watu wetu. Sekta hizo ni viwanda, utalii, biashara, miundombinu ya barabara, reli, bandari, umeme, maji na kadhalika. Kwa upande wa huduma ya fedha, serikali itaendelea kuongeza mtaji kwenye benki ya rasilimali ili irudie kwenye kuwa benki ya maendeleo na kutoa mikopo ya muda wakati na muda mrefu kwa wawekezaji. Tunapozungumzia uwezeshaji, bila ya kuwa na benki inaweza kutoa mikopo kwa wazawa, ni jambo lisilowezekana. Na benki hii tunataka itekeleze dhamira yetu. Ni dhamira yetu kuwa mwaka 2011 tuongeze kasi ya kuanzisha benki ya kilimo ili ikiwezekana ianze au matayarisho yafikie hatua nzuri ya kuwezesha kuanza mwaka unaofuatia. Ndugu wananchi, mwaka 2010 haukuwa na utulivu wa kutosha kwa upande wa upatikanaji wa umeme. Mara kadhaa kumekuwepo na matukio ya kukatika kwa umeme, mgao wa umeme kutokana na uharibifu wa mitambo ya kuzalisha umeme, na hasa katika kituo cha Songas hapa Ubungo na baadhi ya vituo vya TANESCO kama wakati ulitokea kule Kihansi. Pamoja na hayo, tatizo la msingi kwa kweli ni uwezo wa uzalishaji wa umeme kuwa mdogo kuliko mahitaji. Hivyo basi hitilafu katika mtambo mmoja au kituo kimoja cha kuzalisha umeme huzua tatizo kubwa la upatikanaji wa umeme kote nchini. Ndugu wananchi, katika kukabiliana na tatizo hilo, miaka mitano iliyopita, TANESCO kwa msaada wa serikali
imeongeza uwezo wa kuzalisha umeme kwa megawati 145, megawati 100 Ubungo na megawati 45 Tegeta. Hizi zinatumia gesi asilia kuzalisha umeme. Bahati mbaya mpango uliokuwepo kuzalisha umeme megawati 300 kule Mtwara kwa kushirikiana na sekta binafsi haukufanikiwa baada ya mwekezaji kushindwa kupata fedha kwa sababu ya migogoro ya upatikanaji wa fedha katika masoko ya fedha za kimataifa. Kama tatizo hilo lisingekuwepo, umeme huo ungekuwa unakamilika au unakaribia kutumika hivi sasa na kutumalizia tatizo hili ama kulipunguza sana. Kwa sasa TANESCO ina mipango kadhaa ya muda mfupi inayoendelea nayo kutekeleza ya kuongeza uzalishaji wa umeme nchini. Kwa msaada wa serikali, ndani ya miezi 12 ijayo, TANESCO itaongeza uzalishaji wa umeme kwa megawati 160. Megawati 100 zitakuwa Ubungo, Dar es Salaam kwa kutumia gesi asilia na megawati 60 zitakuwa Mwanza kwa kutumia diesel nzito. Kwa kushirikiana na sekta binafsi pia, ndani ya miezi 36 ijayo, TANESCO inatarajia kukamilisha ujenzi wa vituo vya umeme Kinyerezi megawati 240, Somanga Fungu megawati 230 na Mtwara pale ule wa megawati 130, kwamba sasa umepatikana mbia wa uhakika. Wa megawati 300 pale Mtwara sasa umepatikana mbia wa uhakika. Inatarajiwa pia kwamba katika kipindi hicho mradi wa kuzalisha umeme wa megawati 200 pale Kiwira nao utakuwa umekamilika. Ndugu wananchi, natambua kuwepo mazungumzo katika jamii kuhusu uamuzi wa EWURA wa kukubali ombi la TANESCO kuongeza bei ya umeme. Wakati mwingine mazungumzo haya yamekuwa na hisia kali na hata jazba kutawala. Wizara, TANESCO na EWURA wameeleza kwa ufasaha misingi iliyotumika mpaka kufikia uamuzi huo. Sina maelezo mazuri zaidi ya hayo. Ninachotaka kusema mimi ni kuomba Watanzania wenzangu kukubali swala hili la kibiashara na kiuchumi kugeuza kuwa swala la siasa na kutafutiwa majawabu ya kisiasa. It's a technical issue, inahitaji technical solution. Naomba tuamini na naomba tukubali maelezo ya TANESCO na EWURA kwamba katika miaka 4 hii gharama za uendeshaji, uzalishaji, usafirishaji na usambazaji wa umeme zimepanda kama zilivyopanda katika shughuli nyingine nyingi ambazo sote sisi tunazifanya. Hivyo basi kutaka bei ya umeme ibaki kama ilivyokuwa miaka 4 iliyopita, maana mara mwisho ziliongezwa mwaka 2007, hautokuwa uamuzi sahihi kiuchumi na kibiashara kwa TANESCO. EWURA imefanya kazi nzuri ya kuchambua maombi ya TANESCO na kuyakubali yaliyostahili na kuyakataa yasiyostahili kwa sehemu ya bei. Kwa kufanya hivyo, watumiaji wa umeme wamelindwa wasibebeshwe mzigo usiostahili, na shirika la umeme nalo limewezeshwa lisiendeshe shughuli zake kwa hasara. Ndugu wananchi, katika mwaka 2010 serikali iliendelea na jitihada ya kupigania na kuendeleza maslahi ya Tanzania miongoni mwa mataifa duniani na mashirika ya kimataifa na kikanda. Kazi hiyo tumeifanya kwa mafanikio na faida zake tunaziona. Tumeshuhudia kuongezeka kwa misaada ya maendeleo. Tumeshuhudia kuongezeka kupatiwa misamaha ya madeni tuliyokuwa tunadaiwa. Kuongezeka kwa wawekezaji wanaokuja nchini na mitaji kutoka nje kuongezeka. Na kuzidi kuongezeka kwa watalii wetu. Aidha, mauzo yetu ya nje pamoja na mapato ya akiba yetu ya fedha za kigeni navyo vimeendelea kukua na kuongezeka. Jina la nchi yetu limeendelea kung'ara katika medani ya kimataifa. Tanzania imeendelea kushirikishwa katika masuala muhimu ya kikanda na kimataifa. Kwa mfano, Rais mstaafu mzee wetu Mzee Benjamin William Mkapa aliteuliwa katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa kuongoza tume ya kusimamia mchakato wa kura ya maoni Sudani ya Kusini utakaofanyika tarehe 9 Januari mwaka ujao, mwaka 2011. Katika kura hiyo wananchi wa Sudani ya Kusini wataamua iwapo wawe taifa huru au waendelee kuwa sehemu ya Sudani kama ilivyo sasa. Wananchi wa jimbo la Abyei watapiga kura kuamua wawe upande upi, Sudani ya Kusini au Sudani ya Kaskazini. Tunamtakia kila la heri mzee wetu Benjamin William Mkapa
ili akamilishe jukumu hilo kwa mafanikio. Ni heshima kwa nchi yetu mambo yakienda vizuri. Wakati huo tunatakia wananchi wa Sudani ya Kusini na wa nchi ya Sudani kwa ujumla kuendesha zoezi zima la kura ya maoni kwa amani na salama, ili watu wapate fursa ya kuamua matakwa yao kwa uhuru. Ndugu wananchi, katika mwaka huu tunaomaliza leo, Umoja wa Mataifa pia umetupatia heshima nyingine kubwa. Shirika la Afya Duniani limeniteua mimi pamoja na Waziri Mkuu wa Canada Mheshimiwa Stephen Harper kuwa wenye viti wenza wa kuongoza tume ya kimataifa kuhusu afya ya kina mama na watoto. Lengo kuu la tume hiyo ni kuzisaidia nchi zinazoendelea ziweze kutekeleza malengo ya milenia kuhusu kupunguza vifo vya kina mama na watoto. Tume yetu ina kazi ya kupendekeza mfumo wa kutoa taarifa juu ya maendeleo ya afya ya kina mama na watoto na kufuatilia utekelezaji wa ahadi za nchi tajiri kuzisaidia nchi maskini kukabiliana na changamoto za afya ya kina mama na watoto. Aidha, tunalo jukumu ya kupendekeza mfumo wa kufuatilia jinsi fedha zinazotolewa zinavyotumika katika kutekeleza malengo yaliyokusudiwa. Tunatarajia kuanza kazi yetu Januari mwaka ujao na kuwasilisha ripoti yetu mwezi Mei kwa Katibu Mkuu wa Umoja wa Mataifa. Ndugu wananchi, nafurahi kama tunavyofurahi wote kwa upande wa michezo mwaka huu tumeumaliza vizuri. Timu yetu ya taifa ya soka ya Tanzania bara Kilimanjaro Stars imefanikiwa kushinda kombe la challenge kwa nchi za Afrika Mashariki na Kati baada ya kufanya hivyo mara ya mwisho miaka 16 iliyopita, yani mwaka 1993. Timu yetu ya soka ya wanawake Twiga Stars nayo kwa mara ya kwanza iliweza kufikia fainali za kombe la mataifa ya Afrika kwa wanawake. Hatuna budi kuyatambua na kuyaenzi mafanikio hayo tuliyoyapata, huku tukiwapongeza wachezaji wetu. Wakati huo tuwatake wana michezo wetu kuwa na ari ya kufanya vizuri zaidi mwaka huu na miaka inayofuatia. Nimetoa changamoto kwa TFF na kwa timu yetu ya taifa kujiwekea lengo la kushiriki fainali za kombe la mataifa ya Afrika mwaka 2012. Nimesema wakiamua hivyo, itabidi waanze sasa kufikiria na kufanya maandalizi ya namna ya kufanikisha lengo hilo. Napenda kutumia nafasi hii kuhakikishia wana michezo wote na Watanzania wenzangu kwani nitaendelea kuziunga mkono kwa hali na mali timu zetu zinazoshiriki michezo mbalimbali. Michezo ni furaha na kila timu zinaposhinda Watanzania wanafurahi, na mimi napenda Watanzania wafurahi. Mwaka huu nitakuwa na mazungumzo na viongozi wa riadha kama nilivyoahidi, ili tuelewane kuhusu namna ya kufufua michezo hii ambayo miaka ya nyuma ilililetea taifa letu sifa kubwa. Ndugu wananchi, mwaka mpya tunaoanza usiku wa leo una umuhimu wa kipekee katika uhai na historia ya nchi yetu. Tarehe 9 Disemba mwaka 2011, ni mwaka ujao, nchi yetu itatimiza miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara. Haya si mafanikio madogo hata kidogo. Ni mafanikio makubwa sana ambayo hatuna budi kuyafurahia na kuyasherehekea kwa uzito unaostahili. Katika miaka 50 ya uhuru wetu tumefanya mambo mengi mazuri ya kujivunia katika nyanja mbalimbali. Tumedumisha uhuru na umoja wa nchi yetu. Kwa hakika hali yetu ilivyo leo kwa maendeleo ya kisiasa, kiutamaduni, kiuchumi, kijamii, kiusalama na kwa maendeleo kwa ujumla ni tofauti sana na hali ilivyokuwa wakati Tanzania bara inapata uhuru wake Disemba 9 mwaka 1961. Natambua pia kwamba katika miaka 50 hii nchi yetu na watu wake wamekumbana na kukabili changamoto nyingi. Zipo nyingi tulizoziweza na zipo ambazo tunaendelea kuzikabili, na tuna mipango thabiti ya kuhakikisha tunafanikiwa katika kukabiliana nazo. Kwa kutambua umuhimu wa aina yake wa maadhimisho ya mwaka huu ya siku ya uhuru wa Tanzania bara, tumekubaliana na viongozi wenzangu serikalini kwa tusherehekee siku hiyo kwa namna yake na kwa uzito unaostahili. Tumekubaliana
tufanye mambo manne katika maadhimisho haya. Kwanza, kuutangaza mwaka 2011 kuwa ni mwaka wa maadhimisho ya miaka 50 ya uhuru wa Tanzania bara. Kilele chake kitakuwa tarehe 9 Disemba 2011, ambapo kutafanyika sherehe kubwa na za aina yake nchi nzima, ambako wananchi watashirikishwa kwa ukamilifu. Pili, tufanye tathmini ya kina ya mafanikio tuliyoyapata katika juhudi zetu za kujiletea maendeleo katika miaka 50 hii. Kila wizara, kila idara, taasisi ya serikali na hata sekta binafsi wafanye tathmini katika maeneo yao yanayowahusu. Tathmini hizo ziandikwe katika vitabu ili kuhifadhi kumbukumbu hizo muhimu kwetu na kwa vizazi vijavyo. Vitabu na nyaraka hizo vitakuwa kumbukumbu zenye manufaa makubwa kwa wenzetu watakao kuwepo mwaka 2061 wakati wa kusherehekea miaka 100 ya uhuru wa Tanzania bara. Itarahisisha kazi yao ya kufanya tathmini wakati huo. Tatu, kwamba tufanye maonyesho maalum katika uwanja wa maonyesho wa Mwalimu Julius Nyerere hapa Dar es Salaam, yani uwanja wa Sabasaba, na kote mikoani kwenye viwanja vya maonyesho, kuelezea mafanikio yaliyopatikana katika nyanja mbalimbali katika miaka 50 tangu uhuru wa Tanzania bara. Wananchi, jambo la 4 ambalo tulilokubaliana kufanya ni kuanzisha mchakato wa kuitazama upya katiba ya nchi yetu kwa lengo la kuihuisha ili hatimaye tuwe na katiba inayoendana na taifa lenye umri wa nusu karne. Katiba yetu ya sasa tuliyoachiwa na waasisi wa taifa letu, hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Abeid Amani Karume, imeifanyia nchi yetu mambo mengi mazuri na kuifikisha Tanzania na Watanzania hapa tulipo. Tunayo nchi moja huru ya kidemokrasia na inaendesha mambo yake kwa kuzingatia utawala wa sheria, kuheshimu haki za binadamu na mgawano wa madaraka miongoni mwa mihimili mikuu ya dola inazingatiwa. Nchi yenye amani, yenye utulivu na watu wake ni wamoja, wanaopendana na kushirikiana na maendeleo yanayozidi kupatikana. Pamoja na hayo, mwaka 2011 nchi yetu itakuwa inatimiza miaka 50 tangu uhuru wa Tanzania bara. Miaka 47 ya mapinduzi matukufu ya Zanzibar. Miaka 47 ya muungano wa nchi zetu mbili. Yapo mabadiliko mengi yaliyotokea katika nyanja mbalimbali za maisha ya nchi yetu na watu wake katika kipindi hiki. Kwa ajili hiyo ni vyema kuwa na katiba inayoendana na mabadiliko na matakwa ya hali ya sasa. Katiba ambayo italipeleka taifa letu miaka 50 ijayo kwa salama, amani, umoja na kuwepo maendeleo makubwa zaidi. Wananchi, ndio maana tukaamua tuanzishe mchakato huo. Kwa ajili hiyo tumeamua kuunda tume maalum ya katiba, Constitutional Review Commission. Tume hiyo itakayoongozwa na mwanasheria aliyebobea nitakapomteua. Itakuwa na wajumbe wanaowakilisha makundi mbalimbali katika jamii yetu kutoka pande zote mbili za muungano. Jukumu la msingi la tume hiyo itakuwa ni kuongoza na kuratibu mchakato utakaowashirikisha wananchi wote bila kubagua. Vyama vya siasa, wanasiasa, wafanyabiashara, asasi za kiraia, mashirika ya dini, wanataaluma mbalimbali, makundi mbalimbali ya watu wa nchi yetu kote nchini katika kutoa maoni yao juu ya katiba, juu wanayoyataka kuhusu katiba ya nchi yao. Baada ya kukamilisha kukusanya maoni, tume itatoa mapendekezo yake yatakayofikishwa kwenye vyombo stahiki vya kikatiba kufanyiwa maamuzi. Baada ya makubaliano kufikiwa, taifa letu litapata katiba mpya kwa siku itakayoamuliwa ianze kutumika. Ndugu wananchi, ni matumaini yangu kwa mchakato huo utaendeshwa vizuri, kwa amani, kwa utulivu kama ilivyo sifa ya nchi yetu na mazoea yetu ya kujadiliana bila kugombana. Wananchi watapewa fursa ya kutosha
ya kutoa maoni yao kwa uhuru, na pawepo kuvumiliana kwa hali ya juu pale watu wanapotofautiana kwa mawazo. Pasiwepo kutukanana, kudharauliana, kushutumiana, kubezana, kuzomeana wala kushimikizana. Naomba washiriki waongozwe kwa hoja badala ya jazba. Tukiwa na jazba, tukiwa na hasira na kushinikizana, kamwe hatutaweza kutengeneza jambo jema. Na iwapo jambo hilo linahusu katiba ya nchi, itakuwa hasara tupu. Haitakuwa katiba endelevu, na italazimu kufanywa marekebisho mengi mwanzo tu, mara tu baada ya kutungwa. Naomba Watanzania wenzangu, wenye maoni yao wajiandae kushiriki kwa ukamilifu katika mchakato huu. Katoeni maoni yenu mazuri yatakayowezesha nchi yetu kuwa na katiba itakayokidhi matakwa yetu ya sasa na miaka 50 ijayo. Ndugu wananchi, Watanzania wenzangu, napenda kumalizia salamu zangu za mwaka mpya kwa kumshukuru tena Mwenyezi Mungu kwa rehema zake alizotujalia mwaka 2010. Tuendelee kumuomba atujalie baraka tele katika mwaka ujao wa 2011. Tumuombe nchi yetu endelee kuwa ya amani na utulivu. Watu wake waendelee kuwa wamoja, wanaopendana na kushirikiana. Uchumi wetu uendelee kustawi. Tupate mvua za kutosha na neema ziwe tele kila mahali na kila upande. Kwa furaha na matumaini makubwa, nawatakia heri na fanaka katika mwaka mpya wa 2011. Namtakia kila mmoja wetu mafanikio mema katika shughuli zake za kujiletea maendeleo na kuendeleza hali yake ya maisha mwaka 2011. Mwisho kabisa, nawaomba tuukaribishe na kusherehekea mwaka mpya kwa usalama na kwa amani. Heri ya mwaka mpya. Happy New Year. Mungu ibariki Afrika. Mungu ibariki Tanzania. Asanteni sana kwa kunisikiliza.